vizazi hadi vizazi vya kufahamu wewe uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa wewe. Mwambie tena vizazi hadi vizazi vya kufahamu uliye Mungu wa kale na uliye Mungu wa leo. Kazi zako zaonyesha ukuu wako wewe. Umetukuka, umeinuliwa wewe. Kweli wewe, wewe ni Mungu. Oh, kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni kweli wewe ni wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Kweli wewe ni Mungu. Kweli wewe wastahili. Umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni umeketi juu sana, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu. Baba, uishie milele. Nalibariki jina lako Bwana usiku wa leo. Nikushukuru kwa neema yako ambayo Bwana umeweza kutubeba Bwana ndani ya mwaka huu. Asante hasa kwa ajili ya muda huu ulio mbele yetu kusikia neno lako Bwana. Tunaomba kwamba umakini wetu ukaweze kushikwa kwako, ili tukaweze kusikia kila neno utakalonena usiku huu wa leo, tukaweze kutii kila amri utakayoamrisha na kila agizo utakalopeana tukaweze kulishika Bwana. Asante Roho Mtakatifu wa Mungu, chukua mateka kila nia kila mmoja wetu sasa ikaweze kuwa yako, katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe sana. Habari zenu nyote. Kwa wageni wote karibuni. Mimi naitwa Yeri, na usiku wa leo Bwana Mungu amependezwa kwamba tukaweze kushiriki pamoja nanyi kuweza kuliangalia neno la Mungu. Nilikuwa nimefurahi sana uongozi wa kanisa kwamba uweze kunipumzisha leo, lakini wazee wakakataa, wakasisitiza. Kwa hivyo najua ni Bwana aliyeweza kukusudia kwamba tukaweze kuwa hapa sote usiku huu wa leo. Leo tuko
siku ya mwisho wa mwaka huu, na najua na nena na watu ambao mwaka huu ulipoanza walikuwa na maazimio tofauti tofauti, walikuwa na malengo tofauti tofauti, walikuwa na ndoto tofauti tofauti, na inawezekana kwamba kati yetu kunao ambao wamevunjika moyo, kunao ambao wana sababu ya kumsherekea Bwana kwa sababu maombi walioyaomba yaliweza kujibiwa, na kuna wengine ambao wale wamevunjika moyo ni kwa sababu huenda vile walivyopanga, walivyokusudia kwamba haikuweza kufanyika hivyo. Lakini katika wakati huo inampasa nini yule ambaye anamwamini Mungu? Na nataka naamini ya kwamba tuko wengi mahali hapa ambao wameokoka, na kukiweko na yoyote ambaye kati yetu hajaokoka, kwa muda huu mchache ambao Bwana ataturuhusu kuweza kulishiriki neno lake, ni maombi yangu kwamba Bwana akaweze kukuleta mahali pa toba iletayo wokovu maishani mwako. Nataka tukiangalie kitabu cha Mhubiri mlango wa 7. Mwenye kunisomea ataweza kusoma kuanzia fungu la kwanza hadi la 8, lakini nitataka kushughulika na fungu la 8 tu peke yake kwa muda mchache ulio mbele yetu. Mhubiri 7 kuanzia 1 hadi 8. Heri sifa njema kuliko marhamu nzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Heri kuiendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Huzuni ni afadhali kuliko kicheko, maana simanzi ya uso ni faida ya moyo. Moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Heri kusikia laumu ya wenye hekima kuliko mtu kusikia wimbo wa wapumbavu. Maana kama mlio wa miiba chini ya sufuria, ndivyo kilivyo kicheko cha mpumbavu. Hayo nayo ni ubatili. Kweli jeuri humpumbaza mwenye hekima, na rushwa huharibu ufahamu. Mstari wa 8. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Amen. Kama lilivyosomwa masikioni mwetu neno la Mungu, maneno haya ambayo tumeyasoma naandikwa na mtu ambaye ni mmoja ambaye amekuwa na hekima sana katika dunia. Nafikiria mbali na Yesu, yeye ndo atakuwa ni mtu wa pili katika hekima. Yesu katika siku zake za kuishi katika dunia hii aliweza kumtambua mtu huyu katika heshima na katika mali aliyokuwa nayo. Alipokuwa akinena maneno yake Bwana Yesu katika kitabu cha Injili ya Mathayo, anapokabiliana na watu wanaohangaika na maisha ya kila siku, alisema maneno haya kumuhusu mtu huyu. Japokuwa statement yake Yesu haikuwa katika wasifu kwa mtu huyu, lakini kuna kitu anakitambua, na akasema hivi ya kwamba hata Solomoni katika kuvikwa kwake, Yesu alikuwa anamjua Solomoni vizuri na anajua yale mambo ambayo Solomoni aliyafanya. Sasa Solomoni ndiyo anayeandika maneno haya, na wakati Solomoni anapoandika maneno haya, anaandika akiangalia mahali alipotoka, kutoka mahali alipo. Maisha yake mtu huyu tunapomjua katika hekima nyingi aliyokuwa nayo,
maisha yake kama mtu binafsi ndiyo mtu peke yake ambayo si ya kuigwa katika maandiko matakatifu. Ni mtoto ambaye amepata urithi wa utawala kutoka kwa babaye ambaye ni Daudi, na anapopokea utawala ule, Solomoni aliweza kutembea kwa muda katika njia za Bwana. Biblia inasema hivi kumhusu huyu Solomoni katika siku zake za utawala, ya kwamba Bwana aliweza kumpumzisha kutoka kwa tabu yote, kwamba katika siku za utawala wa Suleimani hakuweza kusumbuka juu ya vita ama na mambo mengine. Lakini sasa anaandika habari hizi si katika sifa, lakini anaandika maneno haya katika juto za moyo wake, akijutia jinsi ambavyo maisha yake yameweza kuwa. Kitabu hiki cha Mhubiri kinaandikwa basi kwa sababu moja tu, kwamba kuweza kuelezea utupu wa mwanadamu nje ya Mungu. Na maneno haya utayapata akijirudia sana katika kitabu hiki, ya kwamba ni ubatili, ni ubatili, ni ubatili, ni kama kufukuza upepo. Mahali pengine anasema ya kwamba maisha ni ubatili, ni kama kuikaranga barafu. Ya kwamba maneno haya yanapotoka, yanatoka katika mtu ambaye katika dunia ya aliyoishi ameweza kujaribu kila kitu katika maisha. Aliweza kuonja kama ni vyakula vyote katika dunia, kila kitu ambacho mtu angeweza kukihitaji, Sulemani aliweza kukifanya. Ni mfalme peke yake ambaye aliweza hata katika hekima yake ya kijinga kuweza hekima yake iliweza kuathiri mtu ambaye alikuwa malkia, na kuweza kutoka kwake kuweza kuja kumfuata, kuweza kumsikiza mtu huyu. Lakini baada ya hapo Suleimani anafarakana na Bwana, kwa sababu yale mambo ambayo Mungu aliweza kumkataza siyafanye, aligeuka na kuanza kuyafanya. Sasa hapa ni mtu mzima, mtu ambaye ameweza kuzeeka, na katika uzee wake akaweza kuachilia sehemu moja katika maisha yake, akiweza kuyakusanya pamoja in conclusion, na akasema hivi ya kwamba maisha ni ubatili. Maisha anasema ni ubatili kwa sababu ya ufupi ulioko ya maisha ya huyo mtu mwenyewe. Maisha ni ubatili kisha kwa sababu hii ya kwamba kama vile kulivyo na watu wengi wanavyozaliwa kila siku, kuna watu wengi wanavyokufa kila siku. Maisha ni ubatili kwa sababu Suleimani katika kutafuta yale yote ambayo moyo wake uliweza kuyapenda, alifika mahali na hakuweza kuona faida ya zile shida zote alizoweza kuingia, akiweza kutafuta kile kinachoitwa maisha. Solomoni akadiriki kusema hivi basi, baada ya tafuta zake hizo zote, akasema chini ya jua kama kuna jambo lililo zuri, kula na kunywa, maana kufa utakufa. Maisha ya mwanadamu yanaenda katika mipango aliyo nayo, na Suleimani kama mtu ambaye aliweza kuishi na kuweka mipango na vitu alivyo navyo, leo hii ananena katika maandiko
si kama mtu anayetaka kuigwa, lakini anawaelekeza watu katika mahali pamoja tu. Fungu la kwanza la mlango huu wa 7, mahali ambapo tumeweza kupasoma, Biblia imesema maneno haya ya kwamba a good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Naweza kunisomea mtu wa Mungu? Heri sifa njema kuliko marhamu nzuri, na siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Anasema hivi na siku ya jambo la pili ya kwamba, and it is better to go to the house of mourning than to go to the house of feasting, for that is the end of all men, and the living will lay it to heart. Heri kuendea nyumba ya matanga kuliko kuiendea nyumba ya karamu, kwa maana huo ndio mwisho wa wanadamu wote, naye aliye hai atautia moyoni mwake. Leo tuko mwisho wa mwaka huu ambao tuliweza kuingia katika ndoto nyingi na matarajio mengi, na kuna jambo ambalo Suleimani analitaja hapa. Mimi na wewe tunajua ya kwamba mwana anapozaliwa watu wote huweza kufurahi. Hekima ya Suleimani baada ya kuweza kuishi na kuendea yale yote ambayo moyo wake uliweza kuyataka. Kama ni wanawake, Solomoni aliweza kuwaendea wengi. Ndio mwanamume peke yake katika dunia hii ambaye amewahi kuwa na wanawake wengi. Lakini anarudi anasema ya kwamba basi siku ya kufa mtu kumbe ina heri kuliko hata siku ya kuzaliwa kwake. Anarudi anasema ya kwamba heri kuendea nyumba yenye huzuni kuliko kuendea nyumba ya karama. Na anapeana sababu yake, anasema ni kwamba kwa sababu huko kuliko na huzuni ndio mwisho wa wanadamu wote. Suleimani anajaribu kusema nini? Anasema fungu la 3, nitapitia tu haraka kwa sababu najua muda nilionao ni kidogo. Anasema huzuni ni bora kuliko kicheko, sorrow is better than laughter, for by the sadness of the countenance the heart is made better. Tutarudi fungu la 2 baadaye. Fungu la 4 nataka tusome hapo, alafu tutaruka twende fungu la 8, mahali ambapo nataka tukaweze kuongea. Moyo wake mwenye hekima umo nyumbani mwa matanga, bali moyo wake mpumbavu umo nyumbani mwa furaha. Fungu la 8, heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Biblia inasema maneno haya ya kwamba na mwisho wa jambo ni bora kuliko mwanzo wake, na wavumilivu wa rohoni ni bora kuliko kiburi. Nataka kuongea hiyo part A ya fungu hili la 8. Better is the end of a thing than the beginning thereof. Maisha yetu yote tunayoishi, kuna mahali pamoja ambapo yanaweza kuelekea, na ni mahali ambapo watu wengi hatuwezi kupafikiria, ni mahali ambapo watu wengi hatuna haja napyo,
ni mahali ambapo hatuwezi kutaka hata patajwe, kwa sababu ndani yetu ni mahali ambapo panatisha. Lakini huyu mtu mwenye hekima katika dunia anasema hivi: kama kuna kitu kimoja mwanadamu aliye hai anaweza kukitamani, anahitajika kuweza kutamani mwisho wa siku yake. Huyu ni mtu anaongea maneno haya katika majuto, lakini katika majuto yake, huyu anayeongea hapa, nataka mjue huyu mtu si maskini. Huyu mtu haendi kanisani akishangilia kwamba I will receive. Ni mtu ambaye kama kuna kitu chochote ambacho anaweza kuhitaji katika maisha yuko nacho, lakini baada ya hayo yote kuweza kuyaweka pamoja, anataka kuwaleta watu wote katika jambo moja lilo muhimu, na anasema watu wote wakaweze kufocus siku yao ya mwisho hapa duniani. Kwa nini siku ya mwisho iweze kuwa ni kitu ambacho watu wote wanaweza kuishi wakikitazamia? Hata wengi siku ya leo wameweza kuangalia na kutarajia siku ya mwisho mwaka huu waweze kuingia kanisani. Si ajabu kwamba kuna wengine hivi ninavyosema, hata hapa wanaweza kuwa wako huenda kwa mwaka mzima hawajawahi kuingia kanisani, lakini leo ni siku ya mwisho wa mwaka, wametazamia sana waweze kufika kanisani. Labda sababu yako inaweza kuwa tofauti na kile ambacho Solomoni anajaribu kukisema mahali hapa. Sababu yako wewe ya kuanza kuja kanisani leo siku ya mwisho, labda ni kwa sababu unaamini ya kwamba kuna bad omen, kuna bwana bahati mbaya wakati mtu akianza mwaka akiwa nyumbani ama akiwa kitandani. Kwa hivyo umetazamia kuja kumaliza mwaka ili chambilesho mwaka mwingine unapoanza uweze kuanza ukiwa kanisani. Huyu mtu anayeyanena maneno haya ni mtu ambaye amekaa katika hekalu, kwa sababu babake ndiye aliyelijenga hekalu, akapewa ufalme na akaanza vyema na Mungu. Biblia inamtaja namna hii katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, mlango wa 1 fungu la 7 fungu la 8 kuendelea. Inamtaja ya kwamba mtu huyu baada ya kuchukua uongozi, Mungu alimtokezea, na alipomtokezea akamuuliza Suleimani, omba chochote unachotaka nikaweze kukupa. Na katika kuomba, Suleimani akamwambia Mungu, ninahitaji nikapate hekima ya kuweza kuongoza watu hawa. Anamwambia Mungu, watu hawa ni wengi sana kuliko mchanga wa baharini, haiwezi mtu yote kuongoza kama atakosa hekima yake. Mungu akamwajalia kupata hekima, na kisha Biblia inasema akambariki, na vitu vingine vyote tutaweza kukubaliana na maneno ya Yesu Kristo, basi ya kwamba utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yote, mkishapata hivyo mnaweza kuongezewa mengine. Na hekima aliyokuwa nayo Suleimani ilimwezesha katika siku zake za kuishi waweza kuwa hakimu mzuri, mtu ambaye hakuweza kuwa na vita, aliweza kuwa na hekima ya kuweza kukabiliana na mtu yote ambaye angeweza kutaka vita na yeye, angeweza kufanya amani na yeye. Lakini akafika mahali moyo wake, kwa sababu ya kujichanganya, kuweza kuwaleta wanawake wengi, kila mmoja akampea mawaidha yake, na hivyo polepole akatoka katika njia za Mungu. Lakini usisahau, Solomoni alikuwa amemuomba Mungu kuweza kupewa hekima, na ile hekima aliyoiomba kwa Mungu haikuweza kuondoka kwake, maana Mungu anapopeana huwa amepeana. Solomoni ameishi, na anapoandika kitabu hiki anamalizia siku zake za hapa dunia, na anawakumbusha watu jambo moja, ya kwamba
kuna mahali tunafaa tutazamie, na pale mahali ambapo anafaa tutazamie, anasema ni siku ya kuondoka katika dunia, siku ya mwisho. Kama vile leo tuko siku ya mwisho wa mwaka huu. Solomoni anajua ya kwamba maisha ya mwanadamu hayaishi baada ya kumaliza kukaa kwake katika dunia hii. Maisha ya mwanadamu yanaingia mwanzo mpya anapomaliza maisha yake kuondoka hapa duniani. Kama vile leo ambavyo bado dakika kidogo tuweze kumaliza mwaka huu, wala hatutaisha hivyo. Tunapofika saa 6 kalenda inakuwa imebadilika na kuendeleza. Maisha ya mwanadamu anayoyaishi hapa duniani yataendelea baada ya yeye kuondoka hapa. Na hapo ndio Suleimani anasema watu wote wanaoishi katika dunia, wake kwa waume, tajiri na maskini, waweze kupangalia tena sana mahali hapo, kwa sababu kama mtu akikosa mahali hapo, kama mtu akikosea mahali hapo, amekosa vyote katika dunia. Suleimani amesema hivi kuhusu watu wanaoishi, ya kwamba heri mbwa aliye hai kuliko simba aliyekufa. Katika hili Suleimani anajaribu kuleta katika mawazo na mioyo ya watu ya kwamba kwa mwanadamu yoyote aliye hai bado kuna tumaini ambalo mwisho wake unaweza kuwa bora. Najaribu kuleta maneno haya kuweza kuikumbusha nafsi ya mtu ambayo haijapata yale yote ambayo imeweza kuyatamania katika mwaka huu. Na mtu huyu huenda amevunjika moyo. Hivi ninavyosema, Jumamosi hii iliyo mbele yetu, naenda kumzika shangazi yangu ambaye amekuwa mzima kwa huu mwaka wote. Na juzi tarehe 20 asubuhi nikiwa njiani kuelekea kazini, napigiwa simu, na anayenipigia simu sasa hivi yuko mahali ambapo shangazi yangu amekufa, maana amechukua kama na amejitia kitanzi. Ananiambia hivi ninavyokuambia, namwangalia shangazi yako ambaye amejinyonga, kwa sababu kuna mambo aliyokuwa anatarajia kwamba yaweze kuwa vile alivyo, na kwa sababu hayakutokea vile alivyokuwa, akapoteza maana ya kuweza kuishi katika maisha. But niko hapa ni kulete mahali hapa ambapo Suleimani ameweza kupitia mahali hapa. Suleimani aliweza kupitia maisha haya, na anawaambia watu namna hii. Suleimani amedhihirisha kwamba vitu vyote ni ubatili katika hii dunia, na moja ya kwamba vitu vyote ni ubatili, amesema hivi: bidii walio nayo watu kila siku kuweza kuamka wakitafuta, mwishowe wanaweza kufa na wakaviacha vitu hivyo, wajinga wakavitumia katika njia isiyo ya kweli. Kama moyo wako leo unaumia kwa sababu kuna mambo ambayo ulitazamia katika mwaka yawe na hayakuweza kuwa, you're missing it all. Kuna Mungu ambaye licha ya lile gari ulilotamani uweze kuwa nalo, ile kazi nzuri uliyotamani kuwa nayo, yule mke mzuri uliyetamani kuwa naye, ya kwamba hayo umeweza kuyakosa, kuna Mungu ambaye amehakikisha ya kwamba kila inayoitwa leo yako, Mungu ameweza kukupa uhai. Na kama kuna zawadi kubwa ambayo mwanadamu anaweza kupokea kutoka kwa Mungu ni uhai, kwa sababu palipo na uhai pana tumaini ya kuweza kuishi maisha ya baadaye. Suleimani amesema hivi katika Mithali 13:12, na akasema hivi: a hope deferred makes the heart sick, but a hope fulfilled is a tree of life. Naweza ukanisomea kama tumefika hapa? Mithali 13:12,
kilichotarajiwa kikikawia kuja, moyo huugua, bali haja ya mtu ikipatikana ni mti wa uzima. Kile anachosema huyu pia ni Suleimani. Kile anachosema ni kwamba wakati moyo wa mtu, ni kawaida kwamba mtu anapokuwa na tarajio juu ya kitu na ikakosa kufanyika, anaweza kuwa na huzuni, akawa na mashaka, akaweza kuvunjika moyo. Mtu anapongojea kitu kwa muda mrefu isipotimia, mtu huweza kukata tumaini. Muktadha hasa wa Suleimani, kile anachokabiliana nacho hapa, neno ambalo limetumika la Kiyahudi moyo, limetumika katika maana hii ya kukabiliana na mahali palipo na hisia za mtu, palipo na mapenzi ya mtu, palipo na makusudi alionayo mtu, ya kwamba huumia sana wakati mtu anachokitarajia kisipotokezea. Ni nini kinachoweza kuwafanya watu waumie wakati yale wanaoyataka hajatendeka? Ni kwa sababu tunaishi kama watu ambao tunajimiliki sisi wenyewe, na hilo ndilo kosa kubwa ambalo Suleimani ameliona katika dunia, ya kwamba watu katika kuishi kwao wameishi wakijimiliki hao wenyewe, na kwa sababu hiyo kila wanachokitafuta wanakitafuta kwa wao wenyewe. Wanapokikosa basi huumia sana. Katika hili anawaambia watu ya kwamba watu wana tabia ya kumweka Mungu nje, na anawarudisha watu katika kusudi moja, ya kwamba watu wajue hata leo hii, hata wewe ambaye uko hapa na mimi ambaye niko hapa. Mimi huu mwaka siku nyingine nilikuwa nimetembea nikitoka kazini, na nilipokuwa natembea nikitoka kazini nikija nyumbani, nikafika mahali nikajishtuka, maana nilitambua kwamba nilikuwa naongea peke yangu, kwa sababu wakati huo kichwa kilikuwa kina mambo mengi na mambo mengi ambayo ninapitia, mpaka kujizuia nikawa nimeshindwa. Sasa niliposhtuka kwamba ninaongea peke yangu, nilitafuta mahali, unajua pale UK pale town, nikaingia hapo, nikaagiza kuku na chips, nikaitisha na soda baridi nikakunywa. Alafu kabla nukunywe nikamlilia Mungu, nikamwambia, unajua yale ambayo yananisumbua, kuna mambo ambayo yalikuwa yananisumbua sana. Nikamwambia Mungu, nataka kuanzia sasa kama utaweza uiondoe katika akili yangu, kanipe kukutumainia wewe Mungu tu. Na lile jambo ambalo lilikuwa likinisumbua sana, miezi miwili baadaye, kama nimelala na nikaota tu, na nikaota jambo ambalo mimi nilipoamka sikujua kwamba inaweza kuwa ni kweli. Maana niliota kwamba ile shida niko nayo, nimeenda mahali nimeuliza, na nilipouliza nikaambiwa, hii shida yako bado kitu kidogo sana. Sasa asubuhi nikitoka nikienda kazini, nikaamua kupitia pale mahali ambapo nimeona katika ndoto. Na nilipofika pale, nilikuwa na loni kubwa ambayo ilikuwa inanipeleka mbio. Na nilipofika iweze kuangaliwa, nikaambiwa, bwana, loni yako mbona imebaki tu 40,000 peke yake? Nikasema 40,000 peke yake? Na mwezi umepita nikiwa ninaongea peke yangu. Sikuwa najua, kwa sababu katika hesabu zangu ilikuwa kuna miezi 3 imepita sijalipa hiyo loan, na ninajua kile ambacho kinangojea baadaye. Nikaona 40,000 peke yake. Nilimpigia simu, huyu bwana yuko hapo nyuma yako Shadrack. Huyo bwana nilimpigia simu huyo, nikamwambia nahitaji 40,000. Nikapata hiyo 40,000. Ona, kuna jambo ambalo watu huwa tunaishi, na katika kuishi kwetu kuna mambo ambayo tunayapanga sisi. Nataka kukuambia hivi, unapouingia mwaka huu, tutarudi fungu la 8 niweze kuelezea ninapomuonyesha Kristo hapa ninapomaliza. Lakini tunapouingia katika mwaka huu, Suleimani amesema kama kuna jambo lilo la maana, mwisho
wa jambo ni muhimu sana. Yule anayemwongelea hapa ni mtu kutoka fungu la kwanza, na Suleimani amemtaja huyu mtu ya kwamba siku yake ya kuzaliwa, kama akilinganisha siku ya kuzaliwa na ya kufa kwake, Suleimani anasema hii siku ya kufa ni bora sana. Akimwangalia mtu ambaye anaenda kupiga sherehe na mtu ambaye anaenda katika nyumba ya watu waliofiwa, anasema mtu huyu ni bora, kwa sababu anasema anapoingia katika nyumba ya mfu, anasema mawazo ya mtu yanaletwa katika kweli na ile mauti. Suleimani kuna kitu anachosema hapa. Kile anachosema ni kwamba maisha ya mtu katika kutafuta kwake na katika kupanga kwake na katika kuazimia kwake na katika kukusudia kwake, asiyafanye mambo hayo nje ya Mungu. Kama kuna mtu ambaye anaweza kukosa na akakosa nje ya Mungu, ana heri kuliko ambaye amepata. Kama kuna mtu anaweza kukosa akose ndani ya Mungu, ana heri kuliko yule ambaye amepata nje ya Mungu. Ndugu zangu, wale mambo yote ambayo yamekuwa ni matamanio yetu kwa huu mwaka, ambayo hayakuweza kutendeka na hayo yakaweza kukuvunja moyo sana, nataka kusongeza kwa mtu ambaye nataka unapouanza mwaka huu ukauanze na yeye. Utimilifu wa kitabu kizima hiki cha Mhubiri inatimilika kwa mambo haya matatu. Ya kwamba majaribio yote tunayoyafanya ya kutafuta maana katika maisha, kama vile kufahamika sana, being famous, ama kuwa tajiri, ama kuzitafuta raha, hiyo ni kama kufukuza upepo. Katika lugha nyingine ni kwamba ni kama kuishi pasipokuwa na lengo lililo la sawa. Mungu yuko nawe kila wakati, na kwamba hata katika kuumia kwako, katika kudhulumiwa kwako, nataka ujue jambo hili, hata yale mambo yote ambayo uliombea na kuyapata, Mungu alikuwa anafanya kazi ndani yako katika huko kukosa kwako na kupata kwako kote. Kwa hivyo basi, siku hii ya leo tunapomaliza mwaka, kama kuna jambo ambalo lilikuwa linakuhuzunisha, nakuleta katika mwaliko huu wa kwanza. Zifurahikie dakika hizi 2 ama 3 ambazo zimebaki kabla ya kumaliza mwaka huu. Kamche Mungu katika maisha yako, kaweze kukumbatia furaha kama mwana maishani mwako, kama vile mtu anavyoweza kumtunza mwana aliyemchanga. Ukaweze kuikumbatia furaha katika Mungu katika utamani huo. Na kuna mtu ambaye ameweza kupeana kwetu, ambaye anahitajika abadilishe mtazamo wa mwanzo wetu na kumaliza kwetu. Wakorintho wa pili 5 fungu la 7 ninapomaliza. Wakorintho wa pili 5:7, maana twaenenda kwa imani, si kwa kuona. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza na kuhitaji ukaweza kuwa mtu wa imani. Mtu wa imani. Lakini imani ni nini basi? Hii imani ambayo inatajwa hapa, Paulo, hawa watu anaowatajia kwamba sisi tunaenenda kwa imani wala si kwa kuona, ni watu wa namna gani hawa? Ni imani gani hii? Ni imani inayookoa. Na kuuliza ukaweza kufika mahali pa imani hii inayookoa,
Tukiipata imani hii inayookoa, tunatengezeka na kuwa kitu kipya. Tena waraka huo wa kwanza wa Korintho tano saba, bado tarudia hapo. Hivi ndivyo inavyofanyika, ya kwamba we purge out therefore the old leaven, that you may be a new lump, as you are unleavened, for even Christ our Passover is sacrificed for us. Hawa watu anaowaandikia mahali hapa Paulo ni watu ambao wamekuwa na tabia za ajabu ajabu, na anaonya kwamba kuna chachu ambayo inakaa. Mtu ambaye hajaokoka ni mtu ambaye anakuwa na chachu ambayo haiko sawa. Tukaweze kuondolewa vitu hivi vinavyoondoka, tunafanyika kwa mtu yule wa imani ambaye hatembei sasa kama anavyoona, anatembea akijua kwamba maisha yake yameondolewa mahali pa bahati, yameondolewa mahali pa kujaribu, yamewekwa katika mahali pa mpango wa Mungu. Hivyo tutadiriki kusema pamoja na mwandishi wa Roma mlango wa 8 fungu la 28, tuseme hivi: wakati yale tuliyoyatazamia hayakuweza kutendeka, ya kwamba na mambo yote kutendeka kwa wema. Turudie mahali hapo, wale tuliokoka. And all things work together, and all things work together for good to them that love the Lord, who are called according to his purpose. Fungu la 8 pale mahali tumeanzia, mwisho wa jambo. Kama umefika nisome, mtu wa Mungu. Heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake, na mvumilivu rohoni kuliko mwenye roho ya kiburi. Lile neno ambalo limeweza kuandikwa hapo, heri, si kumaanisha afadhali. Heri ni mtu ambaye amebarikiwa na Mungu. Mtu ambaye amebarikiwa na Mungu katika mithili gani? Katika mithili ya masamaha ya dhambi. Huyo mtu kunakuwa na heri wa huyo mtu. Mwanzo wake hajalishi vile ulivyoanza, lakini kama katika njia zake mtu huyu aliweza kufika mahali chachu ikaondolewa ambayo ni dhambi, kama mtu huyu anaweza kufika mahali akaweza kupatanishwa na Mungu na akaacha kutembea kama macho anavyoona, akatembea katika imani, basi mtu huyo mwisho wake una heri, kwa sababu anatembea katika kusudi la Mungu. Nataka usimame tunapoenda kumaliza mwaka huu. When you hope for something good and doesn't come, those who are inclined to Christ have a reason to thank the Lord for. Nataka tufanye jambo lilogumu katika maisha yetu, ya kwamba kumbuka yale mambo yote ambayo uliombea hajafanyika, halafu ukaweze kumshukuru Mungu kwamba hayakufanyika. Kuna wakati mwaka wa 2009 nilitafuta kuenda Amerika na nikapata mwaliko kwamba nilikuwa ninaenda Amerika. Niliweza kutumaniwa pesa ya kutafuta pasipoti na nikatengenezewa visa, kwa sababu kuna shirika ambalo lilikuwa limeamua kunichukua, na wakanitumania visa. Nilienda kuchukua visa yangu Embassy House Nairobi, na nilipofika jina langu likawa limekosewa. Ninaitwa Boniface Kitole. Hilo jina Kitole ikawa imekuja na K na I ikawa hakuna. Na wakati huo Al-Qaeda ilikuwa inasumbua dunia sana. Na nilishikwa Embassy House, niliwekwa hapo masaa 8.
kwa sababu nafikiriwa kwamba nimelidanganyisha jina langu liandikwe hivyo, kwa kuwa nitakuwa na kusudi lingine. Na masaa ya hapa Kenya na Amerika yako tofauti. Kwa hivyo kitambo kwamba ningojee ili niweze kuwasiliana na ofisi ambayo ilikuwa imenialika, masaa 8 hayo ndo anakuja kujibu katika email ya kwamba ni hao waliopeana details zangu kimakosa. Nilikosa kuenda Amerika na nikarudi kama ninaumia, kwa sababu conference ile ambayo nilikuwa naenda attend nilikuwa ninalipwa $3,000 kila session, na nilikuwa na session 3. Ile shirika nilikuwa natafuta kuweka ofisi East Africa na walikuwa wamenipata mimi, na nikakosa kuenda Amerika 2009. Baada ya siku 2 nikijaribu kuongea na mwenye alikuwa amekuwa rafiki yangu aliyenialika, akaniambia hivi, ndege ile ambayo iliwabeba watu kuwaleta, akasema hivi tunavyosema, tumeingia hasara kubwa ya kuweza kuwalipa watu, kwa sababu hiyo ndege iliweza kucrash angani na watu wote waliweza kuangamia. Mimi ambaye nililani kwa kukosa kile nilichokiita kibadilisho cha maisha yangu, niligeuka na kujiona vile nilivyo mjinga, wakati Mungu alikuwa anatafuta kunitetea kuangamiza maisha yangu. Twainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Twainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe watosha. Tunainua mikono yetu tukisema, e Bwana, katuokoa kutoka mautini. Tunasema, e Bwana, tunakiri uwezo wako. Wewe haya, mshangilie Bwana, tumeingia mwaka. Haleluya, 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 haleluya to the King. Hallelujah to you, Jesus. Hallelujah to you, glorious King. Hallelujah to you, King of Kings. Hallelujah, hallelujah. Bwana, tunalibariki jina lako. Tunakushukuru Bwana uliye mtetezi wetu. Asante Bwana kwa neema yako ambayo imetufikisha katika mwaka huu. Tunaomba Mtakatifu wa rehema, tunapoanza tuanze na wewe, tuendelee na wewe Bwana, maana mwisho wa maisha yetu mahali hapa si bora kuliko vile tunavyoishi leo hii. Bwana, tusaidie tukaweze kufika katika imani, tuende katika imani, tudumu katika imani. Haleluya, 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 haleluya. Bwana, tunakushukuru maana mwema. Asante kwa wema wako, asante kwa neema yako Bwana. Wewe unatosha katika maisha yetu. Asante mfalme wa amani. Asante Bwana, uishie milele. Tumwambie Bwana maneno haya basi. Watosha, 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 Yesu, watosha, watosha, maana wewe watosha, wewe watosha.
wewe watosha. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya Bwana katika familia hii ambao umewajalia kuweza kuingia Bwana katika nyumba hii na hatimaye katika mwaka mpya. Bwana, maisha yao tangu sasa ninaomba akaweza kuelekea wewe Yesu, uwezaye kuwasamehe watu dhambi na kuwapa upya Bwana, ili wanapoishi katika maisha haya waweze kuitazamia siku ile ya ajabu na utukufu ambayo ni kurudi kwako, mfalme wa amani. Tumaini letu likaweze kuwa la hakika, tumaini letu likaweze kuwa la kweli, tumaini letu Bwana likaweze lile ambalo ni kupokea ufalme usiotingishika. Tunapoishi katika dunia hii ya leo Bwana, tunakuamini wewe kwa ajili ya kesho yetu, tunakuamini wewe kwa ajili ya leo yetu, ya kwamba Bwana yale uliyokusudia katika maisha yetu utaweza kuyakamilisha. Bwana, kaweze kuchukua ngao na kigao chako, ukasimame Bwana na kila kilichokupingamiza katika maisha yetu, ya kwamba yakaweza kuelekea wewe tu Bwana, yakaweza kuishia wewe, maana kuna furaha katika kutumaini wewe, mfalme wa amani. Na katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen. A very happy new year to you. Salimia mtu, mwambie happy new year. Happy new year. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Haya, piga makofi basi tumsifu Bwana. Inua Yesu, inua. Inua Yesu, inua. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Bariki Yesu, bariki. Luwe, luwe, luwe. Luwe Yesu, luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe Yesu, luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe Yesu, luwe. Luwe, luwe, luwe. Luwe Yesu, luwe.
Haya wewe. Kata kama tai. Haya vigelegele kwa Yesu. Bwana wa mabwana. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Bwana wa mabwana. Cheza pole pole. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Bwana wa mabwana. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Acha tufanye ombi sasa mwaka huu. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Moyo wangu wakutukuza Masia. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Fanya ombi hili mwaka huu. Uliye mwema Bwana. Moyo wangu wakutukuza Masia. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Moyo wangu wakutukuza Masia. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Uliye mwema Bwana. Moyo wangu wakutukuza Masia. Uliye mwema Bwana. Nitakutukuza. Nitakutukuza. Moyo wangu wakutukuza Masia. Nitakutukuza Baba. Nitakutukuza. Mwambie Bwana. Nitakutukuza. Moyo wangu wakutukuza Masia. Nitakutukuza. 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 Moyo wangu wakutukuza Masia. Nitakutukuza. Nasema Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Yesu ndiye Bwana. Kwa nini basi? Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Oh, nasema Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Nasema Yesu ndiye Bwana. Haleluya. Yesu ndiye Bwana. Kwa ajili yake mimi ninaishi. Yesu ndiye Bwana. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya muda wa ibada ambao umeturuhusu tukawa nao mahali hapa Bwana. Tunakushukuru kwa kuwa imekupendeza Bwana kuweza kutuweka hapa na kunena nasi. Asante kwa kutuajalia Bwana kuweza kuvuka mwaka na kuingia mwaka mpya. Bwana, nawaweka wanao mikononi mwako, wale ambao wataendelea kubaki mahali hapa na wale ambao watatoka mahali hapa kuelekea katika nyumba zao. Naomba ulinzi wako Bwana, jeshi la malaika akatembee pamoja nao, ukawahifadhi, na tangu sasa Bwana, neno lile ambalo umeweza kunena nalo Bwana, ukaweze kulisisitiza katika mioyo yao. Kiweko na yote ambaye Bwana hajafika mahali pa kuokoka Bwana, ninaomba ukalitumia kama mbegu na kumkumbusha kwamba maisha haya anayoyaishi yamkini katika dunia hii kuna siku moja yataishi.
na huko kuisha kwa maisha yake Bwana utakuwa ni mwanzo wa maisha ya milele, aidha ukana wewe milele ama kuteseka milele. Bwana, kalitimia neno lako la siku hii ya leo, ya kwamba wajue kunayo baraka zaidi inayohitajika kuipata kuliko hata malengo na makusudi tulionayo nje ya wewe. Bwana, tusaidie sote tukaweze kukua katika imani na kukulia wokovu, katika jina kuu la Bwana wetu na Mwokozi Yesu Kristo. Natangazia kwamba wale ambao Bwana utawajalia kutembea pamoja na wewe wakaone mafanikio katika maisha yao sawa sawa na kusudi la mapenzi yako, na ni katika jina kuu la Bwana wangu na Mwokozi Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Amen. Salimia mwenzako, high five, mwambie happy new year.